yangu. Zani watumishi wa Mungu wanafahamu ambaye anaitwa Hadija. Lakini baada ya kufika pale Yesu aliniambia nibadilishie jina, nimwite Sara. Nitaongea shuhuda ya tarehe 23. Ndio. Binti yangu aliondoka katika kliniki, alipata mchumba, kaolewa akapata ujauzito. Akaenda kliniki ya mwisho. Kufika zahanati anatumia leseni, lakini asubuhi kaleki, kaosha vyombo, kafua. Ananiambia mama mimi naenda. Ndio. Kaambia sawa nenda, lakini ningetamani nijifungue baba akiwepo kama jana Jumatatu. Ndio. Nikamwambia jana Jumatatu babako kaenda kazini. Ndio. Akaniambia mama, unajua mimi nitajifungua kwa Roho Mtakatifu. Nikamwambia Hadija, kwa nini unaongea mambo kama hayo? Ndio. Akaniambia usione kila siku saa 3 unajingamanisha na madhabahu ya nabii. Baba nabii kanitoa mbali, ndio maana najingamanisha na madhabahu yake. Amen. Nikamwambia sawa. Kufika zahanati anatumia message. Ananiambia mama, kumejaa watu. Lakini nahisi haja ndogo, lakini sina haja ndogo. Nikamwambia kwa hiyo umeharibikiwa, umejikojolea? Akaniambia sina haja ndogo, lakini nimeloana. Nikamwambia binti yangu basi itakuwa ni chupa. Akaniambia chupa gani, na wakati nilipopika chapati asubuhi nikajaza chai nimeweka chini ya TV, kwenye meza ya TV. Hakuna chupa iliyovunjika. Ni mimba yake ya kwanza. Ndio. Okay. Basi ikabidi niwasiliane na madaktari wa kile kituo. Nikampigia daktari akaniambia nipo Kilosa. Nikamwambia sasa nitafanyaje? Akaniambia jaribu kumuita nesi Neema. Nikampigia simu nikamwambia muite nesi Neema hapo uingie. Akaniambia mama nimejizalilisha siwezi kunyanyuka. Nikawasiliana na madaktari wakubwa wa Gairo hospitali ya wilaya. Wakaniambia hapo maisha haraka kwa sababu hayo maji ni chupa ya mtoto ambaye anaogelea, yakishaisha hayo unaweza kumpoteza mtoto au mama. Nikafika kituo cha zahanati, nikaongea na manesi, wakampima wakasema hana uchungu, lakini chupa imepasuka majira ya saa 3. Akaniambia mama, kwa hiyo nikamwambia niambiwa twende Gairo hospitali kubwa. Akaniambia mama, kwa yote kufanya lakini napenda upigie Bamdogo Musa. Kwa sababu wazazi wangu hawapo, baba hayupo. Ukifika kule ukiambiwa kuna kinachohitaji mzazi wa kiume, hutakuwa na uwezo. Nikampigia babake mdogo ambaye anaitwa Musa. Akaniambia wewe tangulia, atakuja mtu wa kukusaidia huko hospitalini. Tunafika nyumbani, mtoto ni story. Ananiambia utanipelekaje lakini hospitali wakati mimi sio mgonjwa? Hatujakaa muda mrefu, anawaita watoto anamwambia njoo tucheze mpira. Nikamwambia naomba twende hospitali, akakataa. Akaja mtumishi wa Mungu ambaye ni mtumishi wa Makubike ambaye ni mama Vituni. Akaja akamwambia naomba uwaje hospitali. Tukaondoka pale tukaenda hospitali. Kufika hospitali ananiambia unaletea mgonjwa wakati mgonjwa haumu. Nikamwambia mwanangu anaumwa, chupa imepasuka toka saa 3. Wakaniambia haumu. Nikamwambia basi mpime. Wakati wanampima natoka nje na wasiliana na baba nabii. Akaniambia usihofu, mwanao atajifungua. Mungu atatenda. Nikakaa kidogo akaniambia kanunue vifaa vya operation. Nikakimbia nikanunua vile vifaa nikawakabidhi. Yule mtoto akajifungua kwa operation lakini bila uchungu na akafanikiwa kupata mtoto wa kiume, lakini wakati anatolewa leba ni wa kuongea moja kwa moja. Madaktari wanamwambia wewe unaongea moja kwa moja, anambia mama, huyu Mungu naye mabudu anakijoshwa. Sitauma kichwa, maana wanasema kichwa kitauma ndani ya miaka 3. Nikawasiliana na ndugu zangu nikamwambia Mungu kanitendea. Mtu anajifungua bila uchungu, bila maumivu yoyote, uliona wapi? Dadangu akaniambia una uhakika? Nikamwambia kweli. Mimi nataka nje huko uweze kunipeleka hiyo sehemu. Nikamwambia haina shida. Kaniambia mimi na changamoto kubwa. Changamoto kubwa ina maana nyumba yangu umeme haukubali kuwaka. Nikamwambia dada, wewe njoo umeme utawaka. Ndio shuhuda yangu kubwa Mungu aliyotendea kwa kupitia madhabahu hii. Makofi kwa Yesu Kristo. Asante.